Asante sana kama tayari umesha subscribe. Kama bado, tafadhali bonyeza button nyekundu hapo chini ambayo imeandikwa subscribe. Basi kwenye tutorial yetu hii ya leo nitaonyesha jinsi gani ya kuitumia vizuri mixer brush tool instead of brush tool. Sitaelekeza jinsi ya kufanya retouch automatic, nimeshaelekeza. Kama bado hujaona hiyo tutorial, tafadhali tazama kwa tutorial zilizopita. Utakutana na tutorial zinazoelezea jinsi ya kufanya frequency separation mwanzo mpaka mwisho. Kwenye tutorial hii ya leo nitaonyesha tu baadhi ya step. Kwa hiyo crop picha yangu haraka hapo. Nitatumia ratio ya online. Kwa wale waliokuwa wanaoniuliza jinsi gani ya kusave picha kwa ajili ya kuzipost online, unakuja kwenye hizi ratio hapa, unakuja kwenye hii 4:5. Hii ndio ratio ya kuposti online. Ukishaweka hivi ratio yako, kama unaona bado picha yako haijakaa kwenye frame unayohitaji, unaruhusiwa kupunguza. Bado picha yako haitopunguzwa quality ikienda online. Sisi nitapunguza hii picha maybe paka home. Hiyo okay. Nitaizunguka kutumia shortcut ya control jumlisha, nimeshaelekeza hizo shortcuts. So nitaanza kumfanyia retouch. Nitamtoa hizo black spots kwa kutumia hii healing brush tool. Hizi steps zote nimeshaelekeza. Unaweza kupitia kwenye tutorial zilizopita na ukakutana nazo. Kwa nitachokifanya, nitaenda haraka hapa ili tufike kipengele cha kuonyesha matumizi sahihi ya mixer brush tool instead of brush tool. Tafanya haraka hapa. Kama bado hauja subscribe, tafadhali bonyeza button nyekundu ambayo imeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Kwa wale wanaohitaji kujiunga kwenye group la WhatsApp, press link hiyo chini hapo kwenye description, moja kwa moja itakupeleka kwenye group letu la WhatsApp, ama contact me through namba yangu ya simu nitakaweka hapo chini kwenye description. Nadhani inatosha. Ngoja tuifanyie color correction kidogo ili ilete mantiki ya tutakachokifanya. Tafanyia color correction kidogo hapo, baadhi ya settings hapa nita adjust. Kufanya hizi mambo nimeshaelekeza kufanya color correction, so leo sitoelekeza tena. Kwa hiyo tukisha crop tukatoa baadhi ya chunusi, then tukishafanyia simple color correction, hatua inayofuata ni kuifungua Retouch Academy kwa ajili ya kuifanyia retouch. Kwa hiyo nitaifungua hapa Retouch Academy. Nitakuja kwenye image mode 16 bit, nitaweka kwenye 16 bits sababu picha yangu nimepiga kwa mfumo wa JPEG. Kwa hiyo nitabadilisha kwenda kwenye mfumo wa RAW. Automatic huku napo nita click 16 bits. Scale hapa nitatumia scale ya 9 kwa sababu ni 2 portrait. Nimeshaelezea kwenye tutorial zilizopita. Nita click panel ya low. Then nitakuja kwenye hii brush au shortcut yako, unaweza kubonyeza B kwenye keyboard yako, ikaja brush, uta right click, itatokea brush zote. Kuna brush tool, kuna pencil tool, kuna color displacement tool na kuna mixer brush tool. Kwenye kufanya frequency separation ama retouch, beauty retouch, huwa tunatumia mixer brush tool na sio brush tool. Otherwise uwe hautumii Retouching Academy. Lakini kama unatumia Retouching Academy, lazima utumie mixer brush tool. Tofauti kati ya mixer brush tool na hii brush tool ya kawaida ni kwamba hii brush tool ya kawaida ina blush ama inafanya soft blush, lakini inahusika na skin tone only, haihusiki na skin texture. Na mixer brush tool ni brush tool ambayo inafanya blush ama inafanya soft blush ikihusisha skin tone na skin texture. Nikisema skin tone, inamaanisha hii rangi ya ngozi,
Hii ndio tunaita skin tone. Na nikisema skin texture ni hivi vipele vipele vidogo vidogo unavyoviona ambavyo kitaalamu vinaitwa details. Kwa hiyo ukitumia mixer brush tool, maana yake utakapofanya retouch utaenda kuhusisha rangi ya ngozi, pia utaenda kuhusisha hizi details za ngozi. Kwa hiyo ukitumia brush tool automatic picha yako haitokuwa na details, kwa sababu brush tool inahusika na skin tone only. Kwa hiyo utaenda kupaka rangi tu ya hii ngozi yako, utamix rangi tu, hauto mix hizi details. Lakini ukitumia hii mixer brush tool inamaanisha utaenda kudeal na skin tone yako, pia utaenda kudeal na skin texture. Hiyo ndo introduction ya kuhusiana na blush na matumizi ya mixer brush tool. Ndani nimeeleweka kwa fasaha kabisa. Sasa ukishaifungua hii blush, select mixer brush tool, kuna setting hapa juu za kuziseti kama unafanya soft beauty retouching kwa kutumia Retouching Academy. Pia una make sure hapa juu layer yako ni nyeupe. In case kama ukakuta hapa layer yako ya juu sio nyeupe, una click hiyo layer, itafunguka panel, uta select rangi nyeupe. Au kama ni mtaalamu zaidi, unaweza hapa kwenye hii layer mbele ukaandika FFFFF ziwe 5 au 6, itawakilisha kodi ya rangi nyeupe. Kwa uta click okay. Then utakuja hapa juu kwenye hii panel. Hii panel ndiyo inayohusika 99% kukupa matokeo mazuri ya beauty retouching yako. Kama ukikosea setting yoyote hapa juu, inamaanisha utapata matokeo yasiyo sahihi, na huenda kila siku picha zako zikawa zipo hivyo hivyo kwenye upande wa retouch bila matokeo kubadilika. Nitaelezea kwa undani kabisa leo kwenye hizi settings za hapa juu, ili ukitoka hapa uwe umefahamu kiundani zaidi. Sehemu ya kwanza kabisa hapa inakuonyesha ni aina gani ya blush unayoitumia kwa muda huu. Hapa imekaa hichi kibrush kinamaanisha ni mixer brush tool. Unaweza ukaklik hapa ukaona variable zake hizi, ambazo hizi ni variable za mixer brush tool. Kwa hiyo hapa nimeselect mixer brush tool. Panel inayofuata hapa ni 250, imekaa 250 na imekaa hichi rangi juu. Hii 250 ni size ya blush. Hii size unayoona hichi kiduara, ukubwa wa hichi kiduara cha blush ndiyo imesetiwa hapa 250. Huwa tunakiongeza kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwa njia ya shortcut, ambayo shortcut yake ni mabano. Njia ya pili kuongeza size ya blush ni kuja hapa, then unakuja bandika size, una adjust hichi ki roll up. Ukiki-adjust hiki chenyewe automatic kitaongeza size ya blush. Kwa mfano nikiweka hapo, unaona blush imekuwa ndogo, nikiscroll down huku blush inakuwa kubwa. Hardness hii inahusika na masuala wa uzito wa blush. Hii automatic weka 0. Na hizi blush nyingine huku utaselect hii low highlights, nikimaanisha ya kwamba huku utaenda kama sehemu kuna mabonde, basi haya mabonde ataenda kufutika. Ndio maana kuselect hii low highlights na sio hii high highlights. Kwa hiyo nadhani panel hii imeeleweka. Na hii sehemu hapa ni sehemu inayohusika na setting za texture, ama sehemu zinazohusika na setting za blush yako. Kama unataka kuseti zaidi blush yako, uwe unatumia speed zaidi, unaweza ukahusika na hizi setting hapa. Kwa leo sitazielekeza kwa sababu hatuzitumii na hazina umuhimu kwetu. Sehemu inayofuata hapa ni hii ni hardness ya blush. Nita-click hapa, nikiweka load, maana yake blush yangu itakuwa sio tena mixture blush, bali itakuwa ni blush tool ya kawaida. Kwa mfano nikiklik kwenye hii blush hii, nimeklik kwenye hii load blush, nimeklik hapa, nikipaka hapa automatic yenyewe. Kwa mfano nikipaka hapa, unaona hakuna changes. Kwa sababu gani? Huku niliweka load. Kwa hiyo nikitaka changes huku lazima huku nitoe niweke clean blush. Kwa hiyo hakikisha kabla hujaanza ku retouch picha yako hapa imekaa clean blush. Kama hapa ukakuta kumechekiwa, uncheck hapa. Automatic hapo ukiuncheck huku utakaa clean blush, na huku ukiweka clean blush automatic utakuja ku uncheck hapa. Hapa moja kwa moja icheck. Kama kuta imekaa hivi icheck, yani iwekee bold.
Usipowekea bold huko picha yako haitopata matokeo unayoyahitaji. Hapa ni custom, tunaweka custom. Kwa nini tunaweka custom? Tunaweka custom kwa sababu tunaenda kufanya soft blush ambayo itakuwa ni aina moja kuanzia mwanzo wa picha yetu mpaka mwisho wa picha. Yaani nitanamaanisha soft blush yetu itakava kote kuanzia huko kichwani mpaka chini kwenye picha yako, itakuwa ni aina moja. Ndio maana tuna select, tunaweka hii custom. Ingekuwa tunataka sisi huko usoni kuwe na mafuta, huko chini mpawe pakavu, ndipo tungeselect hii dry light load au tungeselect dry heavy load. Lakini kwa vile picha yetu tunaifanyia soft blush aina moja kote, tutaweka custom. Hii ni wet. Sasa kuna matumizi makubwa sana ya hii wet. Wet inamaanisha unyevunyevu kwa lugha nyepesi. Pia hata huku kwenye kufanya frequency separation ama retouch academy, wet pia inamaanisha unyevunyevu hivyo hivyo. Kwa nini? Nitaweka wet mbili, nitafanya blush hapa kidogo, then nitabadilisha radius ya wet, nitapiga pia blush, then tutaona changes, alafu nitakuelezea kwa nini wet ni unyevunyevu. Kwa hiyo hapa nita blush, nitaongeza size ya blush, then nita blush hapo kama hivyo. Then naona changes hapa before na after. Hiyo nimetumia nini? Nimetumia wet ikiwa mbili. Kwa hiyo nitaenda kufuta hiyo. Nitaenda kufuta nilichokifanya hapa ili kuya kuna changes kama hivyo. Then hii wet nitaenda kuweka maybe 82, then nitaenda kupaka hapa. Nadhani unaona kilichotokea. Unaona matokeo yaliyotokea. Yaani sura inakuwa kama imepigwa plaster. Matokeo yake yanakuwa ni mabovu zaidi. Kwa sababu gani? Ile wet ilivyo inaenda kusawazisha na kuchipua vile vipele ambavyo havionekani vije kuonekana viwe kama detail. Sasa ile wet unapoiongeza ikawa kubwa zaidi, inamaanisha itaenda kuchipua vipele vingi zaidi ama details nyingi zaidi na kuvileta juu ya uso ama juu ya ngozi. Kwa hiyo unapoweka wet ndogo itakusaidia kwamba itaenda kubalance vile vipele, vitaenda kutokeza juu ya ngozi, lakini vitatokeza kistyle, yani vitatokeza kiprofessional. Kwa hiyo wet usizidi 5. Ushauri wangu wet usizidi 5. Always napenda sana kutumia wet mbili. Kuna wengine wanatumia wet mpaka 50. Kama unaweza kuchezea hizi tools za mbele. Ukiweza kumix na hizi tools za mbele, basi wet unaweza kwenda hadi 100. Lakini kama utashindwa kuzistandardize na hizi za mbele, wet tumia 2, 3, 4. Cheza nazo humo. Mimi automatic napenda kutumia wet mbili. Always natumiaga wet mbili. Hii ni load. Sasa nitaenda undo nilichokifanya kwenye hii picha kusudi leo tuone matumizi moja moja ya hizi tools ambazo kila siku tunashindana nazo. Kwa hiyo inakuwa picha yetu kama hajafanywa kitu. Okay? Kwa hiyo hii load ipo 75. Nita blush ikiwa load 75. Nita blush load ikiwa 75. Ambayo always natumiaga mimi load 75. Waga sibadilishage load yangu, nikaga 75. Nadhani unaona matokeo yake yalivyokuwa mazuri, matokeo yanaridhisha. Sasa nitaenda kwa undo, then nitaenda kuweka load ndogo zaidi, nitaenda kuweka load 25. Then nita blush hapa. Then naona matokeo yake ya load baada ya kuongeza load. Kwa haraka kama screen unaotumia kutazama hii tutorial, unaweza usione changes sana kulingana na aina ya simu ama kompyuta unaotumia kuangalia hii tutorial. Ila matokeo yanayoonekana hapa ni kwamba vile vipele ama zile details zimekuja kusogeleana sana, zimetengeneza kama punye. Kwa hiyo inaonyesha direct kwamba load ikiwa ndogo sana
inafanya zile details zisogeleane sana, zishikamane sana na kutengeneza aina ya kitu kama punye, kwa wanaojua ugonjwa wa mapunye. Kwa hiyo maana yake nini? Maana hii load hatutakiwi kushuka zaidi ya 50%. Japokuwa always mimi natumia 75%, sijawahi kubadilisha hii load. Kwa hiyo ukibadilisha hii load kwenda chini zaidi unaona matokeo yake. Kwa hiyo ukiweka load chini zaidi, vile vipele ama zile details huwa zinajikusanya, zinakaa sehemu moja. Ukiweka kubwa zaidi huwa zinatengamana, yani zinajitawanya. Ndipo hii load inatumika matumizi yake zaidi. Hii mix sitaonyesha changes, nitaelezea sababu hii ni kitu ambacho kinaeleweka. Mix kazi yake kubwa hii, weka 90%, ikiwezekana weka hata 100%, haina affect. Mix ni ile hali ya texture na skin tone kujichanganya kwa wakati mmoja, ndio tunaita mix. Sometime utaga mixer kwenye baadhi ya Photoshop kama CS6 kwa zinaitwa mixer. Huko zimekuwa ni mix. Ukiblash hivi, kitendo cha details zako na kala yako kutojitenga, yani ziendelee kuwa pamoja lakini zikae soft, ndipo tunaita mix. Kwa hiyo mix usishuke chini ya 90. Bora upandishe kuliko kushusha. Flow ni kitu cha muhimu sana. Kwa nini kitu cha muhimu sana? Kwa sababu flow ni moja kati ya kitu ambacho kinaenda kutupatia matokeo mazuri. Kazi kubwa ya flow kama inavyojulikana, flow maana sahihi ama kwa lugha nyepesi ni sambaza. Kwa maana lugha nyepesi ya maana flow, yani sambaza ama pakaza, ndo flow. Kwa hiyo flow inapokuwa kubwa sana, maana yake utakuwa umepakaza kwa kutumia nguvu sana. Flow pia inapokuwa ndogo sana, ina maana umepakaza brush yako kwa kutumia nguvu ndogo sana. Kwa hiyo automatic kutumia nguvu kubwa sana hairuhusiwi hata kwenye maisha ya kawaida. Kitu chochote unatakiwa kukifanya kwa nguvu sana, wala kitu chochote hautakiwi kukifanya kwa kiasi kidogo sana. Unatakiwa ukibalance kiwe wastani. Na ndio maana always nashauriwa flow cheza nao kuanzia 50 mpaka 55 mpaka 45, ndipo utakupa matokeo mazuri zaidi. Lakini kama ni mtaalamu wa kucheza na setting zote za hapo juu, basi hii flow unaweza kucheza nao mpaka 100 mpaka 0 pia. Kama huku umeweza kubalance. Kama huku ukishindwa kubalance, basi flow tumia 55, 53 na 2 na 1 mpaka 45. Cheza na flow humo. Hiki automatic usikicheck. Hiki kazi yake kubwa kama kilivyochora kinavyojionyesha hapa. Hii ukikicheck maana yake nini? Maana ukiblash hivi emergency ukakosea kublash ukapeleka hivi, basi hii rangi hapa yote itajikusanya, itajeta. Kwa mfano nitakuonyesha kitu. Unaona hapa kilichofanyika? Umeona kwenye nyusi kilichofanyika? Yaani imetoa rangi ya nyusi nimeshusha huko chini na hii nimepandisha juu, ndio maana ya hii ukicheck. Kwa hiyo unatakiwa one check in case unataka kufanya hivi kunakuwa nini? Hakuna changes kubwa. Kwa hiyo hiki automatic tutakia check. Na hii sample all layers make sure ipo unticked, yani haijawekewa hii tick. Ukiweka tick maana yake nini? Ukiweka tick hapa sample all layer, maana yake layer zote hizi za frequency separation zitakuwa applied na kitu utakachokifanya hapa. Kwa hiyo hii kwa nafanya retouch kwa kutumia Touch Academy, make sure untick, yani kisiwe na tick. Na hizo ndizo setting ambazo mimi kwenye picha zangu zote huwa nazitumia na sizibadilishi. Paka in case unakutana na picha ambayo ngozi yake ni ngumu kuifanya retouch, ndipo najaribu kucheza na setting tofauti. Lakini kama picha zangu ni zile zile za kila siku nazopigaga, huwa natumiaga setting hizi, sizibadilishagi. Kwa hiyo unaweza kujaribu setting tofauti kulingana na aina ya picha unazozipiga. Kuna wale wanaopiga picha za natural, kuna wale wanaopiga picha za full light. Kwa hiyo inategemea na picha na setting jinsi utakavyozi-save. Pia inategemea na aina ya ngozi ya mteja wako. Kuna wateja wengine ama kuna mamodo wengine ngozi zao zina details nyingi sana. Kwa hiyo hutaji kutumia ma setting mengi. Utajaribu kucheza nazo tofauti kulingana na ngozi ya mtu unamfanyia retouch. Na hayo ndio matumizi sahihi ya mixer brush tool. Huwa hatutumii brush tool kwa sababu nimeselect brush tool kama unavyoona. Nitakuonyesha pia tofauti yake nikitumia brush tool ili uwe umeelewa zaidi.
nimeselect brush tool. Mwanzo tuliweka mixer brush tool, sasa hivi tunaweka brush tool kusudi tuone tofauti yake kati ya brush tool na mixer brush tool. Actually brush tool kama inavyoonekana hapa ina setting mbili tu, ina opacity na flow. Maana yake nini? Maana yake kabisa hii haina mix, cha kwanza, haina load, cha pili. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii itaenda kudili na skin tone only. Kama haina mix kazi yake kubwa ina separate skin tone na skin texture. Kila kitu kikakae kwa standard. Hii haina mix wala haina load. Maana yake itaenda kusika na skin tone only. Kwa texture hazitokuwepo. Kwa ukipaka hivi utaenda kuzipoteza kila kitu kama unavyoona nikipaka ninavyokuwa hapa. Hii ndo brush ukitumia. Ndio maana nashauriwa utumie mixer brush tool. Kwa nitaenda kuundo picha yangu. Kwa hiyo nitaifanyia picha yangu brush haraka hapa. Nadhani tutakuwa tumeshaelewana tofauti ya mixer brush tool na brush tool na jinsi ya kuziset hiyo mixer brush tool, jinsi ya kuset na settings zake zote nimeelezea kiundani kabisa. Na jinsi ya kupaka ni vile vile, unatakiwa ukipaka unapaka brush yako kulingana na eneo husika. Kwa mfano, hapa ni kwenye pua. Kwenye pua kuna mabonde kama hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitabrush kulingana na eneo husika. Nitabrush kwenda hivi. Pia huku nitabrush kwenda hivi. Kama hapa kwenye shavu kuna kuminuka, pia mimi nitabrush kama mwinuko ulivyokaa. Kwa hiyo nitabrush kwenda hivi, huku nako nitabrush kwenda hivi. Sio kwenye mdomo hapa unakuja una brush hivi. No, picha yako itaenda kupata matokeo usio yahitaji. Kwa hiyo na brush kitaalam, kiprofessional, smooth kabisa, taratibu, usitumie nguvu. Na una brush kulingana na eneo husika lilivyokaa. Kwa kama hapa inamaanisha utabrush hivi, kama ni hapa utabrush hivi, kama ni hapa utabrush hivi, kama kwenye kidevu inamaanisha utabrush hivi, kama ni hapa utabrush hivi. Kwa utabrush kulingana na sehemu, huku utakuwa na brush hivi, smooth kabisa. Pia ukibrush, ukimaliza kubrush eneo husika, inua brush yako, peleka sehemu nyingine. Achia brush yako, peleka sehemu nyingine ka brush. Usipende kuunganisha brush, una brush sura nzima kwa kutumia brush moja. No, una brush kidogo, unahama, unaenda brush sehemu nyingine. Picha yako itakuwa vizuri, pia details zake zitaonekana vizuri zaidi. Kama una tatizo lolote kuhusiana na hizo setting au kuhusiana na retouch yako, basi unaweza kuwasiliana na mimi direct kupitia namba yangu ya simu nitakayoweka kwenye description, au unaweza kujiunga kwenye group letu na ukauliza kwenye group ukapata msaada wa aina yoyote. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye hiyo button nyekundu hapo chini, then bonyeza button nyekundu, button ya kengele itakayojitokeza. Asante sana.